Ilikuwa safari nzuri katika kanisa la PCA Tanzania kukutanika wainjilisti wote na kukaa pamoja na kuwa na semina nzuri. Tuone walimu wetu na viongozi wetu wanayo machache ya kusema jinsi ambavyo tumekubaliana na jinsi ambavyo tulikuwa hapa katika semina hii. Jina langu ni mchungaji Freddy Jafet Kiara. Namshukuru Mungu kwa ajili ya semina hii ya wainjilisti wa kanisa la Presbyterian Tanzania ambayo kwa kweli imekuwa ya baraka sana, na tunaona Mungu. Tumekuwa na wainjilisti zaidi ya 30 ambao wametoka sehemu mbalimbali za Tanzania, mikoa mbalimbali, watu wenye moto ya utumishi, na imekuwa baraka sana. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, na nadhani ni hao wamekuwa ni kama wale mbweha au foxes ambao aliwakamata Samson akawafunga miali ya moto na kuwatuma kwenye mashamba ya Mfilisti. Na mimi naamini kwamba hawa sasa ni kama wale mbweha katika lugha ya picha ambao sasa wamefungwa moto, alafu wanatumwa sasa kwenye mikoa kwenda kuwasha moto kwenye makazi ya adui na kusababisha watu kumjia Yesu Kristo na kuokoka. Kwa hiyo ni jambo la baraka sana kwa kweli. Mimi kwa kweli ningependa kwanza kabisa kumshukuru baba moderator Reverend Mramia pamoja na katibu mkuu wa kanisa letu Reverend Unko kwa maono haya na kazi nzuri. Kwa mimi ni maombi yangu kwamba waendelee na maono haya ili kazi ya Mungu Tanzania isonge mbele. Waliopita wamefanya kwa sehemu yao, na sasa wamechukua kijiti, wanasogeza mbele zaidi, na Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina langu ninaitwa Abraham Isaac Kinko, ni mchungaji katika kanisa letu la Presbyterian Church of East Africa, St. John's Parish Kinondoni, na ni katibu wa hili kanisa letu, katibu mkuu wa Tanzania nzima kwa hili kanisa letu. Nashukuru sana kwa kuwa hapa siku ya leo. Tumekuwa na siku ya baraka, siku mbili za semina na wainjilisti wetu wa Tanzania kutoka pande zote. Wengine wametoka Arusha, wengine Mbeya, wengine wametoka hapa Dar es Salaam, wengine kule Morogoro. Tunashukuru, tumekuwa ni semina ya baraka sana, na tunashukuru Mungu kwa sababu alitusaidia tukawa na maandalizi mazuri. Na jambo la kufurahisha ni kwamba wainjilisti wamefurahia sana, na zaidi sana kila mmoja unaona kwamba amefurahia mafundisho na wanatamani hiki kitu kiendelee. Kile ninachofurahi ni kwamba Presbytery moderator wetu wa Presbytery na uongozi finance share tumeshakubaliana ya kwamba tutakuwa na jambo hili litaendelea mwaka ujao na mwaka mwingine. Hivyo ni kitu endelevu, sio kitu cha leo tu. Kwa hiyo wainjilisti wote wataendelea kujifunza vitu vingi, hasa kuhusiana na kanisa letu la Presbyterian ambalo wametamani na wamesema ya kwamba wanatamani waendelee kujifunza zaidi. Sisi tumesema tukikutana wakati mwingine tutajifunza zaidi juu ya Presbyterian, lakini pia kuna resolutions ambazo tumepitishwa ambao tumekubaliana. Solution hiyo ni kwamba sasa wainjilisti wamepewa muda kwa sababu ya somo la jitegemea philosophy ambalo wamefundishwa. Wamesema sasa wataenda kufanya kazi na wapatiwe muda wa miaka 5, alafu watakuwa sasa wamerudisha majibu mazuri juu ya kazi ile ambayo wamefanya, na hapo sasa wataanza kujitegemea. Kujitegemea kwa maana ya kwamba kuifanya kazi ya Mungu kwa kujituma na kuongeza washarika katika kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Reverend Rabson Emmanuel Mrimia, moderator au askofu wa kanisa la Presbyterian la Afrika Mashariki katika mwaka wa 2025 2026. Ninamshukuru Mungu ya kwamba tulikuwa na semina nzuri sana ya wainjilisti na tumefanyia hapa Makongo, shule ya msingi ya kanisa hili, na imekuwa semina nzuri sana na ya baraka kwetu sisi sote. Nimefurahia sana wainjilisti jinsi ambavyo wameitikia wito na wakaja na wakaweza kushare mawazo yao kwetu, nasi tukaona yale mambo ambayo tunaweza kuwasaidia na tunaweza kusaidia kanisa kwa pamoja, kwa sababu ninaamini katika uongozi jumuishi, yani kugawanya majukumu kwa kila mmoja na kuona jinsi ambavyo kila mmoja anashiriki katika kutenda kazi ya Bwana. Hivyo wainjilisti wote nimeona ni nguzo muhimu sana katika kanisa letu, katika maeneo yale ya congregation zetu, katika kuendesha kanisa letu. Hivyo nikaona ni vizuri kuwaita pamoja, tukae tuzungumze jinsi gani ambavyo tungependelea kazi ya Mungu ifanyike. Vitu ambavyo nimeviona
kwa wainjilisti wetu, nimegundua ya kwamba tuna wainjilisti ambao they are very potential, wana kitu cha ziada kwenye mioyo yao ambavyo wangetaka kufanya, lakini wanakosa tu hamasa na msukumo, na wanakosa pia support kutoka kwa wale ambao wanawasimamia. Hivyo nikaona ni vizuri kwamba tutumie vizuri ile rasilimali tulionao yao ambao Mungu amewekeza ndani yao. Na katika siku hizi kumekuwa na mabadiliko makubwa na wamepata mwamko mkubwa sana wa kufanya kazi ya Mungu. Nami naamini ya kwamba kutakuwa na matokeo makubwa kwenye maeneo yao ya utendaji wa kazi, na yale yote tuliowafundisha watakwenda kuya apply kule. Jambo ambalo pia ningependa kusema ni kwamba wainjilisti wa kanisa hili ni wachapakazi na wanajitolea, wengi wao hawalipwi. Na kwa hivyo kila mmoja ambaye anayefanya kazi anafanya kazi kweli kweli kwa kujituma, kwa sababu ana mwito ndani yake ambao Mungu amemgusa. Semina hii ilihusisha sana mafundisho kama vile Presbyterianism, jinsi gani kanisa letu linaongozwa, mambo ya wito na huduma, mambo ya utume kwenye maeneo tulionayo, mambo ya uongozi na mambo mengine. Kwa hivyo semina hii imekava maeneo mengi sana, kwa sababu imekuwa semina ya baraka na imekuwa semina ya kuwajenga watumishi wetu. Tunaamini ya kwamba watakwenda kuzaa matunda, na yale matunda yatakwenda kuzaa kwa wale wengine watakao kuwa wametengenezwa. Neno ambalo limekuwa likitusukuma sana ni kutoka kile kitabu cha Yoshua 24 mstari wa 15, ambayo katika ile kipengele cha siki nasema mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hivyo makubaliano tuliyotoka nayo hapa ni kwamba sisi sote na familia zetu tumekubali kumtumikia Bwana. Asante na Mungu akubariki.